Seneta wa jiji la Nairobi Edwin Sifuna ameonekana kuibuka kisiasa, akielezewa na wachambuzi wengi kama kimbunga cha kisiasa kinachochipuka ambacho hakiwezi kupuuzwa. Hivi majuzi alinusurika jaribio la kumwondoa katika wadhifa wake kama katibu mkuu wa ODM kwa sababu ya kupinga msimamo wa uongozi wa chama hicho wa kufanya kazi na serikali iliyo madarakani ya Rais William Ruto. Sifuna sasa ameanzisha mikutano ya kitaifa akijitokeza kama sura mpya ya upinzani Kenya. Lakini je, ataweza kuvaa viatu vya Raila Odinga na hata kuwania urais? Katika mazungumzo yangu na Sifuna, ameanza kwa kunieleza kuhusu tatizo la uongozi nchini Kenya. Tatizo kubwa la Kenya kwa sasa ni uongozi. Ya kwamba tunao viongozi ambao wamesahau kwamba mamlaka yote yanaondokea katika mwananchi ama kutoka kwa mwananchi, na kwamba katiba yetu inahitaji kwamba uamuzi wote ambao unafanywa na serikali uwahusishe wananchi na kuweka maslahi ya mwananchi mbele. Tunapozungumzia wananchi, vijana wa Gen Z ambao wamejitokeza kama wale wanaojua haki zao katika siku za hivi karibuni, umeonekana kama mmoja ambao umekuwa ukiwaunga mkono sana tangu maandamano ya mwaka 2024 nchini Kenya. Je, kwa leo bado malengo ni yale yale na vijana hawa Gen Z? Sasa unajua mimi ni mzee kwanza. Mimi si Gen Z. Lazima uwaulize na wao. Na unajua nimesema na nimesisitiza sana hata kama platforms kama hizi zenu. Tafadhali hauwezi kujua hawa vijana wana maazimio yapi iwapo mtawapa nafasi na fursa na wao wazungumze. Mimi nina miaka 43 sasa. Sidhani kama hiyo ni Gen Z. Lakini ninavyosikia wakisema, wanasema wanataka kuishi katika nchi ambayo iko huru. Hii serikali ambayo iko kwa sasa ni dhalimu sana kwamba unaweza kupost kitu kwenye mtandao ya kijamii tu, alafu kabla hata haijafika likes 5 Subaru zimefika kwa mlango yako. Unaona? Kulikuwa na kisa cha kutamausha sana kule Nandi Hills, ambapo kuna vijana walikuwa wanacheza mchezo wa pool tu usiku. Na pasi na kuvunja sheria yoyote, polisi wakavamia eneo hilo, kuwapiga bila makosa yoyote na wakaondoka, na kufikia sasa hakuna uwajibikaji wote ambao umepatikana kwa ajili ya kitendo hicho. Tunapozungumzia maisha ya Wakenya wa kawaida, tuangalie chama cha ODM ambacho kwa mwaka wa 9 unaanza sasa wewe kama katibu mkuu wa chama hicho. Ni chama ambacho kimejikita katika misimamo ya kusimama na mwananchi. Lakini katika siku za hivi karibuni wengi wanahoji, je, ODM bado inashikilia misimamo ile ile au baada ya Raila Odinga kuondoka sasa ODM imeanza kuyumba? Wengi wa wanachama wa ODM bado wanashikilia zile kanuni ambazo waliachiwa na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Unapotembea katika nchi nzima utakuta wakikuambia kwamba sisi tulifunzwa maadili fulani na Mheshimiwa Raila Odinga. Chama cha ODM kimejengwa juu ya misingi ya kutetea wananchi, kutetea haki na kuleta usawa katika taifa la Kenya. Kwa hivyo wengi bado wana ile matamanio kwamba haya maadili tutazidi kuyashikilia. Kuna viongozi wachache pale juu ambao wamewaacha wananchi nyuma. Baba Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anatuambia kila siku, kiongozi usiende mbali sana na wananchi. Kila wakati unachukua hatua, geuka uangalie kama wananchi bado wako na wewe, kwa sababu wananchi ndio wenye kupa viongozi nguvu. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba kuna viongozi wachache ambao wameamua kwamba wamesahau maadili ya chama. Unaposikiza semi zao, wanazungumza juu ya vyeo, wanazungumza juu ya madaraka, mamlaka, hawazungumzi juu ya mambo ambayo yanahusu wananchi wa kawaida. Wananchi wengi wamepoteza matumaini. Hakuna nafasi za ajira, na kila kuchao tunatoa vijana ambao wamehitimu, wana nguvu na ile hali ya psyche ya kuweza kufanya kazi. Si ati vijana wa Kenya hawataki kufanya kazi. Nafasi za ajira zenyewe hazipo. Sasa niambie, serikali hii ambayo unaweza kuamka leo uambiwe umenunua kipande cha shamba pale, unasikia hiyo kipande cha shamba kina title deed 2, na moja ni ile nyingine imeshikiliwa na seneta wa county ya Nairobi na ni mkubwa sana. Na anasimama anasema hata ukienda mahakamani mimi ndio mdosi hapa na mtanijua, hakuna mahali utanipeleka. Hakuna mwekezaji anaweza kuoperate katika mandhari kama hayo. Jambo la mwisho, kila kuchao hawa wafanyabiashara wanaamka na kupata kwamba tumekewa ushuru mpya. Kwa mfano, unajua ushuru mwingi ambao tumeona chini ya serikali hii ya William Ruto, si eti unatozwa tu kwa mfanyikazi. Pia inahitajika kwamba kuwe na contribution kutoka kwa mwajiri. Kwa hivyo inapelekea kwamba wakurugenzi wengi wa mashirika mengi yanakuja hapa kuniambia kama walikuwa wanaweza ku-afford ama kumudu kuajiri watu 200, wamereduce imefika watu 100. Ajira zinapotea. Senator Sifuna, inaonekana unajua kabisa kiini cha tatizo nchini Kenya na unajua kansa ile iliyopo hapa Kenya na labda hata una tiba yake. Unataka kuwa rais wa Kenya? Tiba ya shida za Kenya ni kuondoa uongozi mbaya ambao uko hapa. Na mimi nataka nikwambie, mimi ni kiongozi tayari. Mimi ni kiongozi kwa sababu nimechaguliwa na wananchi wa Nairobi, na
ukiwa katika nafasi ambaye niko kwa sasa, kwa mfano, mimi naamini uongozi si nyadhifa. Kitu ambacho nataka wananchi waangalie ni maadili, na hatusemi kwamba sisi ati tuko wakamilifu. Unajua maandiko inasema mkamilifu ni Mungu peke yake. Hata na sisi tuna dosari zetu, lakini situangalie tu tafadhali watu ambao wanaweza kusema jinsi ambavyo nchi inaelekea, it is not sustainable. Lazima tuweke kikomo mambo fulani na mambo mengine tuanze kuyafanya. Na katika nchi ya watu zaidi ya milioni 50, hatuwezi kumkosa mtu ambaye anaweza kufanya kazi tofauti na yule ambaye tumemjaribu. Kuna baadhi wanasema mtu huyo ni wewe. Sasa waseme, lakini sisi tunataka kuona kwanza takwimu. Tunataka wale watu ambao wanasema kabla mnichoche. Wa Kenya sijui kama kuna translation ya Kiswahili sanifu cha kuchocha mtu. Yani kabla munisukume, mnidanganye, mniambie mnataka, ndio tulisema juzi tunataka kufanya census ya watu ambao wanajiita Sifuna. Tujue tuko wangapi. Maanake kumekuwa na hii mihemko ya mimi ni Sifuna. Kumekuwa na hii mihemko ya mitandao ya kijamii hapo nyuma ambayo haiku translate kuonekana kama ni support ya kisiasa. Mimi niko tayari, wito ukitolewa, kufanya kazi yoyote. Hata leo mkisema mimi ndio nitakuwa nafagia State House, hiyo kazi nitaifanya, lakini lazima tujue tuko wangapi, na mnaweza kutudhibitishia kwamba nyinyi mmesajiliwa kama wapiga kura na mtajitokeza kupiga kura kwa hiari yenu nyinyi wenyewe wakati ambapo utafika. Kwa sababu tutakumbuka kwamba William Ruto anasemekana kushinda uchaguzi kwa kura kiwango cha 1200 peke yake. Wakati huo kuna watu milioni 8 ambao wamejisajili na hawakupiga kura. Ni jukumu letu kama viongozi kuelewa ni sababu gani ilipelekea hawa watu milioni 8 wasijitokeze. Lakini ukipata hakikisho hilo kwamba watu watajitokeza, sasa wacha tufike pale kisha tuchukue uamuzi ambao utaridhisha hawa. Na kuuliza swali hilo kwa sababu unapotizama Afrika Mashariki, kando na Kenya sasa, ukienda Tanzania kwa mfano, naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche ni mmoja wa kiongozi ambaye Watanzania wengi wanapokuangalia Sifuna wanasema huyo ana misimamo kama ya John Heche ambaye pia anasimama na chama cha demokrasia na maendeleo Tanzania Chadema. Na wengi wanahisi kwamba ni wakati wa nyinyi vijana ambao mna maono ambayo yanaendana na vijana kuchukua nafasi kubwa za uongozi. Unazungumzia? Umetoa mfano mzuri kwa sababu kwanza John Heche ni rafiki yangu na wamepitia magumu sana kama uongozi wa chama cha Chadema. So mnaona kiongozi mzuri yule yuko pale, anaitwa John Heche. Ndugu yake Tundu Lissu kwanza tayari yuko ndani. Mandhari ambaye tunazungumzia haya maneno ni muhimu zaidi ya kuzungumzia watu binafsi. Kwa mfano chama kizima cha Chadema kilipigwa marufuku kutoshiriki uchaguzi. So na kuuliza ndugu yangu, ni muhimu kwanza tuweke maadili mbele. Msiweke ama mtangulize watu mbele ama individuals mbele. Tutangulize maadili. Tunataka kuwe na mandhari ya demokrasia. Watu waruhusiwe kuuza sera zao wazi. Tusiwe na mandhari kama yale ya Tanzania, ati vyama vya upinzani vinapigwa marufuku. Mikutano yetu inazidi kutibuliwa kupitia vitoa machozi na nguvu za polisi. Hatutaki kuona mandhari kama yale ya Uganda katika nchi hii, taifa letu hili la Kenya. Ndio kwa maana tunazidi kusisitiza kwamba cha muhimu zaidi ni ile environment ama mandhari ambayo yamewekwa. Tuwe na nchi ambayo inaheshimu demokrasia na haki za kibinadamu. Hayo mengine baadaye tutaweza kuyafanya katika muktadha ya hayo mandhari.